Somo letu, udhamini wa mdhamini kwenye vipaumbele vyako. Tuanze na Waebrania sura ile ya 7. Sura ile ya 7 na ule mstari wa 22. Biblia inasema, basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Twende Injili ya Luka sura ya 14. Injili ya Luka sura ya 14 mstari wa 28 hadi ule wa 30. Mstari wa 28 hadi ule wa 30. Biblia inasema, maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi. Watu wote waonao wakaanza kumziaki, wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa ana nguvu za kumaliza. Inua mikono yako juu. Baba, neno lako ni kweli na ni amina. Wewe ni mfalme, Mungu usiyeshindwa. Asubuhi ya leo ninaliachilia neno hili kwa watoto wako hawa. Tupe uelewa ndani ya uelewa, na tupe ufahamu ndani ya ufahamu. Tukutukuze leo ndani ya neno hili, ni katika jina la Yesu wote tuseme amen. Andika unayeandika, udhamini wa mdhamini kwenye vipaumbele vyetu. Somo hili lina malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza, umuone mdhamini Yesu Kristo akiwa kwenye lango la fursa zako, akiwa kwenye lango la fursa zako za kiroho na za kiuchumi. Kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni. Maana yake mdhamini huyu anasimama kwenye mlango wako wa vipaumbele. Lengo la pili, upate kumtumia mdhamini wa kiagano Yesu Kristo ili apate kukufungulia mlango uliobeba vipaumbele vyako. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 8. Biblia inasema, Mungu anamuinua mtu yule aliyeweka vipaumbele vyake. Anasema umuinua mnyonge. Maana yake mtu anayeanza kitu, Mungu anamuinua. Lengo la tatu la somo letu, upate kuweka vipaumbele vyako. Upate kuweka vipaumbele vyako chini ya agano la udhamini, ili mdhamini akuthibitishe katika kile ukifanyacho. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 5 hadi ule wa 6. Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Mwanzo wa mwaka, maana yake ni mwanzo wa msimu mpya. Maana yake ni mwanzo wa msimu mpya. Kila mmoja lazima uwe na vipaumbele. Ikisema vipaumbele, maana yake ni first priority. Vitu ambavyo unataka Mungu akudhamini. Mambo ambayo unataka Mungu akudhamini. Mwanzo wa mwaka, narudia. Naomba uandike sentensi hiyo. Lazima kila mtu awe na vipaumbele ambavyo unaviweka chini ya agano la udhamini, kimaombi na kisadaka. Kwa Mungu anapokuja kwako, Mungu anapokuja kwako, atakuuliza, mwanangu, wataka nikufanyie nini? Mungu hakufanyii usichotaka akufanyie, na Mungu atakufanyia kile unachotaka
akufanyie. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 8. Andika maelezo haya. Mwanamke aliyekuwa na madeni, mfanya biashara aliyekuwa na madeni. Huyo mama alikuwa na kiwanda cha kuzalisha mafuta. Madeni ni aina ya uchumi aliyokuwa nao huyu mwanamke. Biblia inasema basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mme wangu amekufa. Na unajua alivyokuwa na mcha Mungu, na aliyemuia aliyemkopesha amekuja ajitwalie wanawe wawili kwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Kwa kama unamwendea Mungu, lazima uwe na kitu unachotaka akufanyie ndani ya mwaka wako. Baba, mama, mwaka huu unataka Mungu akufanyie nini? We ni mwanafunzi unasoma, unataka Mungu mwaka huu akufanyie nini? Wewe ni mfanya biashara, wewe ni mtumishi wa Mungu, unataka Mungu mwaka huu akufanyie nini? Wewe ni mfanya biashara, unataka Mungu akufanyie nini? Wewe ni mkulima, unataka Mungu akufanyie nini? Wewe ni mwanafunzi, unataka Mungu akufanyie nini? Wewe ni mchungaji, unataka Mungu akufanyie nini? Wewe ni mwinjilisti, unataka Mungu akufanyie nini? Wewe ni mfanyakazi wa serikali, unataka Mungu akufanyie nini mwaka huu? Kwa mdhamini anapokuja kutudhamini, haji kuanzisha vipaumbele, lazima avikute vipaumbele. Mdhamini Yesu Kristo anapokuja kwako kudhamini, lazima akute vipaumbele vyako. Kwa mama anaulizwa, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani mwako? Una mipango gani nyumbani mwako? Una mipango gani kwenye biashara yako? Una mipango gani kwenye elimu yako? Una mipango gani kwenye kazi yako? Una mipango gani? Kile unachotaka Mungu akufanyie, kiwekee na mipango yake. Kama ni biashara, weka mpango wa kufanya biashara. Kama ni huduma, weka mipango ya kufanya huduma. Kama ni kazi, weka mipango ya kufanya kazi kila mwanzo wa msimu. Weka mipango. Anamwambia, una kitu gani nyumbani mwako? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani, sina mpango wowote, nipo tu, mama wa home. Kwa Elisha anataka kuona mama anajielewa. Mama anasema sina kitu, manake sina wazo jipya, sina fikira mpya, sina mpango mpya. Mume wangu kafa, mimi ni maskini. Maneno mengi. Kitabu cha Mithali 14:23, Biblia inasema katika kila kazi kuna faida, maneno matupu huleta hasara. Usiende mbele za Mungu na maneno, nenda mbele za Mungu na mpango kazi. Mithali 14:23, acha maneno. Acha maneno. Hayakusogezi popote. Huyu mama akasema, nyumbani kwangu nina chupa ya mafuta. Kwa hapa tunaona mdhamini anaingilia mfumo. Andika, mdhamini akaingilia mfumo wa uzalishaji mali wa huyu mwanamke aliyekuwa na madeni. Alimwambia, nenda kakusanye vyombo vitupu, nenda kazalishe mafuta. Biblia inasema, ukisoma mahali pale alipozalisha, Biblia inasema alipata mafuta ya kuuza, na akapata mafuta ya kulipa deni, na akapata mafuta ya kutumia yeye mwenyewe. Kwa hiyo Mungu anabariki kipaumbele chako. Kwa katika somo hili tutakwenda kuona vipaumbele 5 vitakavyokusaidia mdhamini awe upande wako. Kipaumbele cha kwanza, tafuta kwanza mfumo wa ufalme wa mbinguni, ili Bwana awe mdhamini wako katika kile ukifanyacho. Maana yake utaratibu wa kimbingu
utakaofanikisha lile unalokusudia kulifanya kiroho na kiuchumi. Tafuta kwanza mfumo wa ufalme wa mbingu, ili Bwana awe mdhamini wako katika kile ukifanyacho. Twende Mathayo sura ya 6, fungua mstari wa 31 hadi wa 33. Biblia inasema, msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yetu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, bali tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho hujisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku na maovu yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Biblia inasema tafuta kwanza. Kwa Yesu hapa hakuwa na maana ya uokovu, alikuwa anaongea na watu ambao wameokoka. Kutafuta kwanza ufalme wa Mungu, maana yake, andika nikupe maana. Maana yake katika kile ufanyacho. Maana yake katika kile ufanyacho, au katika kile unachokusudia kufanya, mpe Mungu nafasi ya kwanza. Unataka kufanya biashara, Mungu kwanza. Unataka kufuga, Mungu kwanza. Unaenda kwenye kazi, Mungu kwanza. Umpe Mungu nafasi yake katika kile unachokifanya. Kwa lugha nyingine, usije ukaabudu nile nini nivae nini. Kwa kuna watu akishapata nile nini nivae nini, inaua ibada. Akapata uchumi, mambo ya Mungu yanakufa. Kwa kazi inageuka kuwa Mungu. Kazi haiwezi kuwa Mungu. Mungu anabaki kwenye nafasi yake. Tutafunga biashara, tutaenda kwenye ibada. Tutaabudu, tutakwenda kazini. Ndiyo maana nasema tafuta kwanza. First priority kwenye maisha yako, mtafute Mungu kwanza. Kuna watu wengine wakikosa nile nini nivae nini, andika. Kuna watu wengine wakikosa nivae nini na nile nini, wanaacha ibada. Kwa atakwambia mchungaji, maisha magumu, siwezi kuja kanisani. Atuabudu Mungu kwa sababu tuna maisha magumu ama tuna maisha magumu. Mungu ni wa kuabudiwa. Narudia tena, Mungu ni wa kuabudiwa. Umekula ama hujala, umekunywa ama hujanywa, umeshiba ama hujashiba, Mungu kwanza lazima apewe ibada. Kwa alikuwa anawaambia msije mkaacha ibada, mkaanza kusumbuka na maisha kama watu wa mataifa. Hawezi kufunga duka kaenda ibadani. Hawezi kutenga muda wa kuomba kwa sababu kuna kazi. Hapana. Kazi fanya, biashara fanya, lakini Mungu kwanza. Kama unanielewa, sema amina kwa jina la Yesu. Mungu kwanza. Kuna uhusiano wa kitu unachofanya na hali yako ya kiroho. Kuna uhusiano mkubwa wa kitu unachofanya na hali yako ya kiroho. Kuna uhusiano mkubwa wa mafanikio yako ya kimwili na kiuchumi na uhusiano wako wa kiroho. Kwa hiyo tafuta kwanza maongozi ya Mungu kabla ya kile unachokifanya kukuongoza. Kwa hiyo tafuta kwanza maongozi ya Mungu kabla ya kile ufanyacho kiuchumi ama kihuduma. Waraka wa 3 wa Yohana. Haleluya. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2.
Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa mafanikio ya kiroho, andika, yanaleta mafanikio ya kiuchumi, yanaleta na afya njema kwa mtu wa Mungu. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote, katika biashara, katika elimu, katika ndoa, katika mambo yote uyafanyayo kama roho yako ifanikiwa. Kwa roho yako ikikosa mafanikio, roho yako ikikosa ibada, huna mafanikio katika Mungu. Kwa hili Mungu akudhamini, lazima umpe nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Roho yako ikifanikiwa, utapata mafanikio kimaisha. Roho yako ikifanikiwa, ukawa na mdhamini wa kiagano Yesu Kristo, utapata mafanikio ya kimaisha na kiafya. Kazi ya mdhamini wa agano, Yesu Kristo wa Nazareti, anataka ufanikiwe chini ya udhamini wake. Kumbukumbu la Torati 8:18, mimi ni Mungu nikupaye nguvu, nikufanikishaye, nikupaye nguvu za kufanikisha. Kipaumbele cha pili, weka mpango kazi wako kwa vipaumbele vyako. Ama wekea mpango kazi vipaumbele vyako chini ya mdhamini wa agano, nayo mipango yako itafanikiwa. Weka mpango kazi wako, yani vipaumbele vyako uviwekee mpango kazi, ili Mungu apate kukufanikisha. Mwanzo 14:28, Biblia inasema, maana ni nani katika nyinyi kama akitaka kujenga mnara, asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kumalizia? Bwana asifiwe. Kwa Biblia inasema, ni nani anayetaka kujenga nyumba, anayetaka kufanya biashara? Andika, ni nani anayetaka kujenga nyumba? Ni nani anayetaka kufanya biashara? Ni nani anayetaka kusomesha? Ni nani anayetaka kufuga? Asiyekaa kwanza. Kwa msisitizo hapa, ukae kwanza. Kukaa kwanza maana yake panga. Unapoenda mbele za Mungu, nenda na vitu ulivyovipangilia. Anasema, ni nani kwenu anayetaka kujenga nyumba, asianze kupiga gharama. Kwa Bwana anataka kila kipaumbele chako. Unachotaka Mungu akutendee ndani ya mwaka huu, kipangilie kwanza na kiweke chini ya udhamini. Kipangilie kwanza na ukiweke chini ya udhamini. Unaitwa mpango kazi. Watu wengi tunakwama kwa sababu hatuombei mipango kazi. Unaweza kaandika mpango kazi wa miezi 12, ukaanza kuuatamia ndani ya maombi na kuutolea sadaka ya udhamini. Mungu ni Mungu wa mipango. Hakuamka asubuhi anaanza kuumba. Ndio maana ukisoma uumbaji wa Mungu, unaona umekaa katika mpangilio ndani ya siku 6. Andika, uumbaji wa Mungu umekaa kwenye mpangilio ndani ya siku 6, kwa sababu kila mpango unategemeana na mpango mwingine. Kwa kuna kitu alikiumba siku ya kwanza na kuna kitu alikiumba siku ya 6, vyote vinategemeana ukaa pamoja. Kwa msisitizo wa kipengele hiki, ili Bwana awe mdhamini wako kwenye vipaumbele vyako, vipangie mpango kazi, naombea mpango kazi, na utolee sadaka mpango kazi, ili Mungu awe mdhamini katika kile ukifanyacho. Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 1 hadi wa 18. Unataka kujenga, piga gharama. Unataka kufanya biashara, weka mpango biashara. Unataka kwenda kwenye soko, unaingiaje kwenye soko, unatokaje kwenye soko. Unataka kufanya huduma mwaka huu, kuhubiri vijiji kadha wa kadha, mpango kazi wa kuhubiri vijiji ukoje.
Kwa lazima maeneo unayotaka kwenda kuwekeza uyaombee kabla hujaenda. Injili ya Luka sura ya 10. Yesu akawatuma watu wawili. Biblia inasema akawatuma waende wamtangulie alikokusudia kwenda. Twende Injili ya Luka sura ya 10. Ule mstari wa 1. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70 akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Kwa hawa wanafunzi 70 anawapa mpango kazi. Anawaambia nenda Morogoro, nenda Mwanza, nenda Tanga, nenda eneo fulani. Yesu alishakusudia na akaliombea. Hawa hawakwenda kutekeleza kusudi lao. Walitekeleza master plan ya Yesu Kristo aliyekuwa nayo kwenye hiyo miji. Baba, mama, unalo kusudi. Kusudi lako la kufanya biashara ni nini? Kusudi lako la kuanza ujenzi ni nini? Kusudi lako la mradi ni nini? Lazima kuwepo na kusudi, na kusudi ulindwa, na kusudi la kila kitu linalindwa. Usipolinda kusudi, hautapata matokeo katika kile ufanyacho. Umechukua mkopo benki, kusudi lake ni nini? Umefungua kanisa, kusudi lake ni nini? Unaenda kuhubiri kwenye vijiji na mijiji, kusudi lake ni nini? Huko shuleni unasoma, kusudi lake ni nini? Kwa nini baba yako na mama yako wamekupeleka shule uliko? Kusudi lao ni nini? Ukielewa kusudi la yeye aliyekupeleka, utafanya sawa sawa na yeye aliyekupeleka. Kwa wewe ukilielewa kusudi la mdhamini wako, utafanya sawa sawa na mdhamini wako. Kwa kama Yesu ni mdhamini wetu, anayo makusudi. Kwa hiyo hawa akawadhamini, wakaenda kwenye miji na vijiji. Angalia kilichotokea. Kila walipoanza kuhubiri, kila walipoweka mikono ya wagonjwa, watu wakaanza kufunguka. Biblia inasema hawa 70 wakarudi wanashangilia. Wakamwambia Bwana, hata sisi pepo wanatutii. Maana yake walilibeba kusudi, likaleta matokeo. Yesu akasema msifurahi kwa sababu pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Weka makofi kabisa kwa Yesu Kristo akiwa mdhamini wako. Jina lako linaandikwa mbinguni kwenye mfumo wa kimbingu. Kwa ukisoma hii Luka 10 mstari wa 1 mpaka ule wa 12 utaelewa. Hawa hawakwenda kufanya kazi yao, walikwenda kufanya kazi ya mdhamini. Kwa habari ya upako, walikuwa na upako wa kawaida. Lakini kwa sababu Yesu alishaombea hivyo vijiji, Yesu alishaombea hayo marengo, walipoenda wakakuta njia ni nyeupe. Wakiweka mkono mtu anafunguka, wakifanya hiki kinafunguka. Na we Mungu leo akufungulie njia kwenye makusudi yako uliyoyaleta kwake. Kila utakapokwenda ukute njia imefunguliwa. Wakamtangulia. Usisahau Luka 11. Wakamtangulia. Anawatuma alikokuwa amekusudia. Sasa wewe leo unayeamka, kunavyokucha ndivyo kunavyokucha? Hapana. Yote aliye na vipaumbele, kukicha na giza, anasema leo kuna giza. Kwa sababu anaanza na Mungu ili Mungu amfungulie njia. Siongei na mtu anayeamka asubuhi anaangalia kiporo, huyo mimi hii somo alimuzi. Uwekezaji wako, andika, uende sambamba na sadaka ya udhamini mbele za Bwana. Uwekezaji wako uende sambamba na sadaka ya udhamini mbele za Bwana. Uende na maombi mbele za Bwana. Maombolezo 2:19. Bwana anasema inuka ulalamike. Mwanzo wa makesha kabla ya kujacha. Maana yake malengo ya siku huombewa kabla ya asubuhi. Usiende kwenye chumba cha maombi bila malengo. Utakutana na Yesu anakuambia, mwanangu nikufanyie nini? Unaanza kumangamanga, unaanza kumkemea. Ninapokufundisha somo nina malengo. Ndio maana nimekwambia mwanzo wa mwaka tutakuwa na somo la mdhamini, ndani ya mdhamini kwenye maeneo kadha wa kadha. Kwa hapa ninawekeza vitu vitakavyokusaidia. First priority yako ni nini?
Yesu anasema piga gharama. Wewe unakataa kupiga gharama. Kabla hujaanza kitu, anza na Bwana. Lakini hapa hatutoi sadaka zisizokuwa na malengo. Umeandika malengo yako ya siku, unakwenda mbele za Bwana, unayaweka kwa maombi na kwa sadaka. Ndiyo maana sadaka ya udhamini inafungua lango la siku kimalengo. Usianze siku bila Bwana. Usianze siku bila sadaka ya udhamini. Usifanye hivyo. Usianze siku bila maombi. Zaburi 2:8, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa miliki yako na misho ya ufalme kuwa miliki yako. Zaburi 2:8, Zaburi 2:8. Uombe. Haya ni maombi ya udhamini. Nataka Bwana unidhamini, naenda kwa mataifa, naenda kwa watu wale, naenda kwa watu wa kabila lile, na kwenda watu kwa jamii ile, na kwenda kufanya nao. Mungu nidhamini, uwe mdhamini wangu. Kwa ibada hii tumeiombea kabla ya kuwa ibada. Hatufanyi ibada kwa sababu ni ibada. Tunafanya ibada kwa sababu tumeandaa ibada kabla ya ibada. Kwa sipati ujumbe saizi, napata ujumbe kabla ya ujumbe. Kwa ninacho kihubiri nimekiandaa. Na wewe jiandae kwenye kazi yako. Weka mpango kazi, ombea mpango kazi, tolea sadaka mpango kazi kabla ya kujacha. Injili ya Luka sura ya 6 mstari wa 12. Yesu anakesha, anaomba, anaombea mpango kazi wake ili apate watu sahihi watakao simama na yeye kutekeleza lile analokusudia kulifanya. Kipaumbele cha 3, tengeneza aina ya uchumi wako au aina ya maisha chini ya udhamini wa Yesu Kristo ili upate matokeo katika madhabahu yake. Injili ya Luka sura ya 4 mstari wa 8. Yesu akajibu akawaambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Tuanzie mstari wa 6 ili uweze kuelewa. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi yote na fahari yake, kwa kuwa iko mikononi mwangu, nami humpa yoyote kama nipendavyo. Basi wewe ukinisujudia, ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, muabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Urekebisha hapo, andika Luka sura ya 4 mstari wa 6 hadi wa 8, utapata konsepti ya hilo andiko. Mahali hapa shetani anamwambia Bwana Yesu kwamba fahari yote unayoiona duniani ninawapa wale wanaonisujudia. Kona wewe kama unataka kuwa na aina ya maisha haya, jambo la kwanza unisujudie. Kwa wale mliokuwepo nimesema kuna uhusiano mkubwa wa mafanikio yako na aina ya roho inayokufanikisha. Kwa hapa shetani anasema uwapa. Na Yesu hajakanusha kwamba shetani hawapi, anawapa. Kwa wewe kama mfanyakazi, wewe kama mfanyabiashara, lazima ufanye kazi na Bwana. Biblia inasema sisi tu wafanyakazi pamoja na Bwana, sisi tu wafanyabiashara pamoja na Bwana, sisi tu wakulima pamoja na Bwana, sisi tu wanafunzi pamoja na Bwana, sisi tu wahubiri pamoja na Bwana. Kuna wengine hawahubiri pamoja na Bwana wala wafanyi biashara pamoja na Bwana, lakini mimi na wewe tunafanya na tutafanya tufanyacho tukiwa pamoja na Bwana. Kwa Biblia inasema sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Sisi ni shamba la Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:9. Kwa ni lazima ujipange. Upeleke biashara yako, upeleke kazi yako, upeleke mipango yako, upeleke mipango yako mbele za Bwana. Kwa sababu wewe ni shamba la Mungu, wewe ni kazi ya Mungu, wewe unafanya kazi na Mungu. Kwa hiyo udhamini wako haupo kwa miungu. Usije ukajifananisha na wafanyabiashara wenzako. Usije ukajifananisha na wafanyabiashara wenzako. Usije ukajifananisha na wakulima wenzako.
Usije ukajifananisha na wanafunzi wenzako. Wewe ni shamba la Mungu. Wewe ni nyumba ya Mungu. Wewe ni mfanyakazi pamoja na Mungu. Kwa lazima umsujudu Mungu ili awe mdhamini wako. Ndipo utapata aina ya maisha ya kiuchumi chini ya udhamini wake. Injili Warawi 17:7 anasema, kwa sababu wewe unategemea mfumo wa ufalme wa Mungu, usitoe sadaka zako kwa majini, bali zitoe kwa Mungu. Warawi 17:7 anasema hawatatoa tena sadaka zao kwa majini. Kwa kuna watu wanafanikishwa na majini, wanafanya biashara kijinijini, wanafanya kazi kijinijini. Kwa hiyo na wao udhamini wao uko chini ya majini. Kwa wewe uliyeokoka, usiyasujudie majini wala usiyape nafasi majini. Mambo ya Warawi 17:7. Sasa wewe nenda sokoni bila mdhamini, utaumia, watakupiga jini. Bwana anasema watatoa sadaka zao tena kwa majini. Kumbe majini upewa sadaka. Kumbe majini udhamini watu walioyapa sadaka. Kuna sisi tukitoa sadaka zetu kwa Mungu, anakuwa mdhamini wetu. Na leo natangaza Yesu awe mdhamini wako. Chapa makofi ya shangwe na vigeregere. Achilia sadaka kwa Yesu. Wenzaka wafungui duka bila sadaka kwa majini. Unakwenda unafungua tu, anyunyiza damu hapa, sadaka iko wapi? Hawakuanza kunyunyiza damu, walianza kutoa mwanakondoo wa Pasaka. Kasome kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 1 hadi wa 13. Walianza kutoa sadaka, anaitwa Pasaka. Ndani ya Pasaka wakapata agano la damu. Wewe unawezaje kwenda kwenye mlango na tamba na nyunyiza damu, na nyunyiza damu? Pasaka wako yuko wapi? Wakati wanapaka damu kwenye mimo ya milango, walikuwa wanapaka sadaka yao walioitoa. Waebrania 11:4. Soma maandiko. Usomi walichokifanya wana wa Israeli mpaka wakapaka damu. Wewe unaenda kuvamia damu ya watu wakati wewe hujaigarimikia damu. Yesu hatoi damu yake ya ukombozi kabla ya kujitoa kuwa sadaka. Sadaka Yesu ndani mwake kuna damu ya ukombozi. Anaanza kwenda msalabani. Angalia vita yake. Anaomba Mungu, naomba kikombe hiki kiniepuke. Na wewe unaweza ukawa na cha kutoa, lakini ukamwambia Mungu, naomba kikombe hiki kiniepuke. Kutoa sadaka ni vita. Kuomba ni vita. Kuishi kwenye mfumo wa ufalme wa Mungu maana yake unapingana vita, unapiga vita na miungu. Ukisema siabudu majini, siabudu mizimu, umetangaza vita. Watahakikisha upenyi, lakini nasi tunapenya by power, by force, kwa sababu tunayemdhamini. Kwa Biblia hapa inaeleza uwapa wale wanaonisujudia. Kwa rafiki yangu, ndugu yangu, andika aina ya uchumi wako au wangu inategemea sana ni udhamini gani ulionao kiroho. Aina ya maisha unayoishi na matokeo yake, aina ya uchumi ulionao na matokeo yake yanategemea sana aina ya udhamini ulionao. Ukipoteza udhamini wa Yesu Kristo kwako, umepoteza maisha yako. Anasema msiogope enyi kundi dogo, maana Bwana amekusudia kuwapa nyinyi ufalme. Kauzeni mlivyo navyo, mlete sadaka. Maana yake jiweke chini ya udhamini ili mdhamini akudhamini. Kipaumbele cha 4, andika. Hakikisha washirika wako wa kiroho, washirika wako wa kiroho na kiuchumi. Hakikisha washirika wako, nikisema washirika, partners, washikadau. Hakikisha washirika wako wa kiroho na kiuchumi unawaweka chini ya agano la udhamini. Hakikisha washirika wako wa kiroho na kiuchumi
unawaweka chini ya agano la udhamini, ili kile wakitendacho kiwe na ustawi na baraka kwako. Injili ya Luka sura ya 6, twende na ule mstari wa 12 hadi wa 19. Fungua hapo kidogo kuangalia. Ikawa siku zile aliondoka, akaenda mlimani ili kuomba, akakesha usiku kucha katika kumuomba Mungu. Hata kulipokuwa mchana, aliwaita wanafunzi wake, akachagua 12 miongoni mwao, ambao aliwaita mitume. Twende mstari wa 17. Akashuka pamoja nao, akasimama mahali tambarare pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa, na watu walitoka Uyahudi wote na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni, waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Na wale waliosumbuliwa na pepo wachafu waliponywa, na makutano wote walikuwa wakitaka kumgusa, kwa sababu uweza, sema uweza, ulikuwa ukimtoka ukiwaponya wote. Kila mmoja wetu aseme amen. Ili malengo yako yatimie, andika, unahitaji mtu sahihi kwa wakati sahihi. Ili malengo yako yatimie, ya kiroho, ya kiuchumi, ya kihuduma, unahitaji mtu sahihi kwa wakati sahihi, ambaye atafanya kazi na wewe. Unahitaji mtu sahihi ambaye atafanya kazi na wewe chini ya agano la udhamini wa Mungu wako. Unahitaji mtu sahihi atakayefanya kazi na wewe chini ya agano la udhamini wako, au udhamini wa Mungu wako, au udhamini wa Yesu Kristo. Hapa tumesoma Yesu anakesha, anapata mitume 12 miongoni mwa wanafunzi wengi. Inawezekana unafahamiana na watu wengi, una wateja wengi, wote si sahihi kwako. Tafuta wateja sahihi, ufanye nao biashara sahihi. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi, lakini katika wengi akachagua 12. Hakikisha kila mfanyakazi wako, hakikisha kila mshikadau wako umemweka chini ya udhamini kiagano. Hakikisha kila mfanyakazi wako au mshikadau wako katika sekta yako ya kiuchumi, ya kihuduma, unamweka chini ya agano la udhamini. Rudi kwanza hapo Mathayo 6 mstari wa 14 hadi wa 16. Akawaita hao mitume. Wa kwanza aliyemuita anaitwa Simoni, jina la pili Petro, Andrea ndugu Yakobo, Yohana na Filipo, Bartholomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo na Alfayo na Simoni aitwaye Zelote, ndiye aliyekuwa msaliti, na Yuda Iskariote, na Yuda wa Yakobo na Yuda Iskariote ambaye alikuwa msaliti. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona anatajwa Simoni, maana yake Yesu usiku huo alimuombea mtu anaitwa nani? Simoni. Yesu anamuombea Simoni, na wewe muombee Simoni wako. Kwenye biashara yako unaye Simoni, kwenye biashara yako unaye Yohana, kwenye biashara yako unaye Mariamu, kwenye biashara yako unaye Yuda Iskariote msaliti. Kwa hapa wanatajwa majina, sio kama mapambo. Jamaa alikuwa anawainua, na wewe Mungu atakuletea watu aidha wa kufanya nao kazi, ama wateja wako, ama waliokuajiri. Hata kama umeajiriwa, bosi wako mweke chini ya agano la Mungu wako. Wewe ni mfanyakazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza 3:9. Wengi tunanyanyaswa, wengi tunatemwa na mifumo kwa sababu wale waliowekwa kuwa mbele yetu hatuwaombei.
hapa haijarishi anasali kushoto ama kulia, maadamu Mungu amemweka mbele yako mtu fulani, na kuwepo kwake mahali halipo kuna asali yako, muombe. La sivyo utakula pachu. Mungu hutumia mtu na shetani hutumia mtu. Bwana anatumia mtu na shetani anatumia mtu. Ili mimi niwe upande wako, lazima uniombee, uniweke chini ya udhamini wa Mungu wako. Lakini wengi tuna malalamiko, bosi mbaya, bosi mbaya, bosi mbaya, bosi mbaya. Unimwombea lini? Simoni akaombewa. Kila siku Yesu alikuwa anakwenda mlimani, anawaombea hawa wanafunzi wake kwa majina. Na wewe waombee, 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 waombee washikadau wako kwa majina yao, watiishe chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Kitabu cha Amos 3 mstari wa 3 hadi wa 8. Anasema watu wawili wanawezaje kwenda kwenye njia moja wasipopatana? Huwezi kufanya biashara na mfanyabiashara mwingine kama hakuna kitu kinachowapatanisha. Heiza yeye atakuwahi akuweke chini ya agano la Mungu wake, ama wewe umuwahi umweke chini ya agano la Mungu wako. Hapo ni kuwaiana. Ndio maana huwa anasema aliyelala karara na aliyeomba kaomba. Kwa watu wengi wa Mungu wamepoteza baraka zao na ustawi wao kwa sababu ya kutokuwa na vipaumbele. Hata kama bosi wako ni Mchina ama Mwarabu, omba. Uarabu wake usikusumbue, Uchina wake usikusumbue, shughulika na agano la Mungu wako. Niliwahi kueleza siku moja hapa, naeleza tena. Waliwahi kuja Wachina hapa wanaomba ni waombee. Walipokwenda, walipowekeza kiwanda chao, wakakuta eneo lile lina Mungu wa agano wa eneo hilo, wakamkataa. Wakakataa kuona wazee wa eneo. Wale wazee wakasema tulia, tamalizana juu kwa juu hapa. Wale Wachina wamefunga mashine zao kwenye kiwanda chao hapa mkoa wa Pwani, na wenyewe walikuja na miungu yao rasmi, zikapigwa. Mungu wa Pwani akashinda. Kila wafanyakazi waliowaajiri wote walipokuwa wanaingia kwenye kiwanda, akilipuka mmoja na pepo, wote wanalipuka na mapepo, mashine zinazima. Kwa wanalipuka na mapepo mpaka jioni, na lazima walipe, walikuwa kazini. Siku moja Mchina yule akaambiwa na mfanyakazi wake, kuna Mungu wa udhamini, kuna Mungu wa udhamini kwetu, twende huko. Wakaja hapa kama walivyokuja, na mimi nikaondoka hapa nikaenda. Nafika ofisini kwao, nilikuta Mungu wao yuko mezani. Wana miungu wa China zaidi ya 3,000,000. Mmoja wapo nilimkuta pale, yuko kwenye meza kadua. Nilishawahi kumuuliza Mchina mmoja, akaniambia ni Mungu wa biashara. Ichura tu, ichura la chuma, inaitwa hekti. Kwa lile ni Mungu kaliangalia. Isaya anasema hawana akili, wanaochonga masanamu ya kuabudu, hayaongeagi yale. Nikamwambia, ndugu zangu wa China, sijui Kichina, lakini leo mmetembelewa na Bwana Yesu kiwandani kwenu. Kaambia dada watafsirie, na leo nataka niweke kiwanda hiki chini ya udhamini wa mdhamini Yesu Kristo. Wakasema wako tayari. Sharti la kwanza, leta Wachina wote walioko kiwandani. Kwa yule mkurugenzi akawaita Wachina wote, wakakusanyika, wanaofuta sigara, wanaokula ugoro wote. Akawaeleza, tumepata mchungaji, tuliambiwa habari zake. Na mimi nikasema sikuja kumwabudu Mungu wenu, nimemleta Mungu wetu. La pili, nitakwenda kuwaombea, lakini lazima mtoe sadaka leo kwa Mungu wangu. Lengo sio sadaka, lengo kuwa connect biashara yao na Mungu wa mbinguni. Wakauliza ngapi? Nikasema mlizo nazo. Ungekuwa ungetaja ngapi? Sikufuata hela, mimi nafuata connection. Wakajadiliana, wakaingia ndani ya safe, wakatoa kiasi cha fedha. Nafikiri kwa 500,000 tu. Na mimi sikufuata hela. Ningekuwa nimefuata hela, ningekuwa ni mtu wa hela pale, ningeondoka na mzigo wa maana. Si mimi fundi bwana. Wamesha roga, imeshindikana. Lakini hayo sio mambo yetu sie. Hakuna maombi ya pesa. Nikaambia shikeni. Nikawakusanya mduara ndani ya ofisi ile, tukashika ile sadaka. Sababu mimi sio Mchina, Kichina sikijui. Nikapiga maombi, kamwambia Mungu amekubali hawa leo. Wewe uwe mdhamini wao Yesu Kristo ndani ya mkoa wa Pwani.
nikatiisha vijiji, katiisha maeneo, nikatiisha na wafanyakazi wanaolipuka. Nikamwambia Bwana, wakija na mizimu yao watulie kama wana mizimu, wazalishe vinavyozalishwa. Nikafunga ile miungu, nikamaliza. Nikaambia Wachina nifuateni. Tukapita kila eneo la kiwanda, wanafuata. Kabia fuata, leo mimi ndio boss. Wanafuata nyuma yangu. Mimi natamka naomba. Wafanyakazi wote wananiangalia kama jana. Mimi sina habari nao. Nikapita kwenye mashine zile, nikaweka damu ya Yesu. Damu ya Yesu kila eneo na sadaka yao mkononi. Nikamaliza, nikamwambia tayari, washa mashine. Mpaka leo hakuna eneo ilipuka. Mpe Bwana Yesu makofi ya shangwe na vigeregere. Nilifanya hivyo miaka 2 mfululizo. Mwaka wa pili wanaowaroga wakaja rasmi kujitokeza. Wakaja wazee 4, wanawaambia yule dada aliyenipeleka, una ubia gani na hawa Wachina mpaka unamleta huyo mtu hapa? Walijuaje kwamba nimeenda katika ulimwengu wa roho? Tumepigana vita usiku. Ninapofika mifumo yao inawaambia mmeingiliwa. Na jioni ya leo tunawaingilia waliokuingilia. Kwa unapoomba, maana yake uendi wewe, unaenda na Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, anayesema kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Wakikataa kukiri watakirishwa. Faida ya kuwa na mdhamini, sikumwaga maji wala chumvi wala mafuta, kwa sababu Wachina wanayo hayo. Lakini jina lipitalo majina yote na mifumo yake hawana. Nikawapelekea jina. Sema amina my friend. Punga mkono kama unanielewa kidogo. Mdhamini akudhamini. Wale wazee wakaja live getini. Ile dada anaitwa, anaambiwa dada, kuna wageni wako. Kwenda kuta vizee macho mekundu. Vikamwambia mwisho utaona. Kanipigia simu, wazee fulani wamekuja hapa. Wamesema kwa nini nimekuleta hapo, unaharibu vitu vyao, na hii ardhi ni ya kwao, wao ndio wazawa. Wameniambia nitaona. Kaambia kunywa maji, tulia mwanangu. Maadamu wamesema utaona, wamejikoroga. Ngoja Mungu awaonyeshe. Ninavyoongea hapa hakuna mmoja ambaye yupo mpaka sasa. Walitaka kuua, wakafa wao. Narudia tena, anayekuchimbia shimo lazima tumbukie mwenyewe. Baba, mama unayemdhamini, mtu yoyote unayefanya naye kazi, andika. Mama unayefanya naye huduma, lazima umweke chini ya agano la udhamini kimaombi na kisadaka. Mtu yoyote unayefanya kazi naye, iwe ni ndogo ama kubwa, iwe ni kazi ya huduma ama kazi ya kawaida, muweke chini ya agano la udhamini wa Yesu Kristo. Awe amekuajiri ama umemwajiri, muweke chini ya agano. Mtu yeyote unayefanya kazi naye, biashara, kazi ya kiuchumi, bila kujali ameokoka au la, muweke chini ya agano la udhamini, ili kupitia yeye upate ustawi wa kiroho na kiuchumi, sio hasara. Mfano Yusufu kwa Potifa. Mwanzo 39 mstari wa 1 hadi wa 6, tunamuona Yusufu akiwa kwa Potifa. Potifa mvairizi, Potifa mfuga majini tu, lakini Bwana akampa kibali Yusufu kwa Potifa. Na wewe upate kibali kwa bosi wako uliyemweka chini ya agano la udhamini. Asikuone adui, akuone mtu wa maana. Mweke bosi wako, mwajiri wako, weka bosi wako, weka mwajiri wako chini ya agano la udhamini, ili upate kibali kwake. Badala ya kuomba kumngoa, omba awe upande wako. Unamngoa aende wapi? Au mjanisikia vizuri? Hatuombei mabosi wetu kuangoa. Tunawaombea mabosi wetu wawe upande wetu. Sasa mimi ndiye tajiri, ninamtaji. Wewe umekuja kufanya kazi kwangu, halafu unanifunga makanwa, unanilangusha kwenye mashimo bila sababu. Niombee niwe upande wako. Si kama unaelewa? Wengi tuna chuki na waajiri wetu. Niliyaomba maombi haya mwaka 99. Niliajiriwa na Wahindi mimi mwaka 99. Nikuta wafanya kazi karibu wote wanawachukia wale Wahindi. Mimi sikuwachukia. Nikachukua majina yao nikayaweka mbele za Bwana. Nimeokoka.
Walikuwa wananiita pastor na sijawa pastor. Kwa nikawa na waombea. Siku moja wakaniuliza, wewe mbona ni tofauti na wenzako? Nikamwambia nimeokoka. Nikapata kibali kwao kuliko wafanyakazi wote. Ilipopatikana nafasi ya mtu wa kupendekezwa Muafrika kuwa meneja, nilikuwa meneja wa kwanza. Wakaniambia, wewe tumekuona ni mtu mwaminifu, tunaukabidhi mali zetu. Mwaka 2000 wakanikabidhi mali, store yenye mali za bilioni 3. Mimi nikawa manager. Kipindi hicho sina gari, wakanipa gari ya ofisi. Sina nyumba, nikapewa nyumba ya ofisi, nikapewa na dereva. Wao walikuwa wanaamini hakuna Mwafrika ambaye anaweza kufanya kazi ya umeneja kwenye kampuni ile. Walikuwa wanaita maexpert ndio manager tu. Mimi nikawa manager wa kwanza. Nilipataje hiyo nafasi? Maombi yangu ya usiku. Badala ya kujaa hasira na jaziba, muombe boss, muombe mwajiri wako. Yusufu alimwombea Potifa. Potifa anamwambia Yusufu, Mungu wako amenibariki kwa sababu yako. Mungu wako amenibariki kwa sababu yako. Kinyume chake, maana yake unaweza kaenda na kitu kikaliwa, badala ya kugaini ukaruzi. Kwa popote utakapokwenda, mahadamu mbele yako kuna mkuu na mbele yako kuna mdogo, ombea mkuu, ombea na mdogo, upate kibali kwao. Sema amina kwa jina la Yesu. Kibali kinaleta faida. Mwanzo 41 mstari wa 38 hadi wa 40. Farao anasema, tupate wapi mtu kama huyu? Leo nakosa kibali kwa sababu waombei wanaoweza kutamka mema kwako, wanaoweza kufanya baraka za Mungu zikakufikia. Wao ni kama mfereji. Sasa wewe unapozima mfereji, maji yatapita wapi? Si atakusomba tu. Farao ni mfumo. Farao sio mtu, Farao ni mfumo. Andika, Farao sio mtu, Farao ni mfumo wa kifaru. Kwa Yusufu alikubalika kwa watu wengi. Kuanzia kiti cha mfalme wa nchi mpaka mfagiaji, Yusufu alikubalika. Akawa popra japo ni mgeni. Kilichombeba Yusufu ni Mungu, mdhamini wake aliyemdhamini. My friend, Mungu anapokuketisha na mtu, Mungu anapokuletea mtu, mfanya biashara mwenzako ama mteja wako, ama wewe ni mteja wake, usianze kufanya biashara bila kwenda kwenye udhamini. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 9. Paulo anasema, walipoiona neema nilionayo wakanipa mkono wa shirika. Wagalatia, hebu tuisome hiyo. Tena walipokwisha kuijua ile neema niliyopewa, Yakobo na Kefa na Yohana, wenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi twende kwa mataifa na wao waende kwa watu wa tohala. Sema amina. Sema amina kwa sauti. Mkono wa shirika. Maana yake ukitaka kuungwa mkono kibiashara, hakikisha watu wale unaotaka wakuunge mkono umewaweka chini ya udhamini, ili wakupe mkono wa shirika. Mkono wa shirika maana yake wakubali kufanya na wewe ufanyacho. Lazima uwaweke chini ya udhamini. Kosa kubwa la watu wengi, wanatoa mkono wa shirika kabla ya kujua huyo mtu kabeba nini. Kosa kubwa la Wakristo wengi, wanatoa mkono wa shirika kwa watu kabla ya kujua huyo mtu wanayempa mkono wa shirika kabeba neema gani. Naomba hapo. Kosa kubwa la watu wa Mungu, kosa kubwa la kanisa, kosa kubwa la Wakristo, wanatoa mikono ya shirika bila kujua wanayempa mkono kabeba neema gani. Bwana asifiwe. Amina. Kabeba neema gani? Sio kanyima watu mikono, siko huko. Unayetaka kushirikiana naye, ushirikiane naye bila kumuuliza Mungu. Usimpe kila mtu mkono wa shirika pasipo kuzingatia udhamini wa mdhamini wako. Biblia inasema vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifahavyo. Wakorintho wa kwanza 6:12. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vijengavyo.
Watu wote ni halali kwangu, lakini si wote wanaofaa, wengine wasaliti. Unaweza ukampa mtu mkono wako wa shirika, kumbe kabeba hasara za kiroho. Usimkaribishe kila mtu kwenye biashara yako bila kumweka chini ya agano la udhamini. Ukitaka kuelewa, tuangalie mfano wa Yona. Kitabu cha Yona sura ya 1 mstari wa 17. Yona alikorofishana na Mungu, akapoteza neema, akabeba hasara. Andika, Yona alikorofishana na Mungu, akapoteza neema, akabeba hasara. Yona sura ya 1, Yona sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 17. Andika, Yona bonge la hasara. Yona kaambiwa aende Ninawi, yeye akaamua kwenda Tarishishi. Angalia, wafanya biashara na wanaomiliki merikebu. Yona alipowafikia, wakaona nauli. Yona akalipa nauli, akaingia ndani ya merikebu. Mteja pati na wao wa kibiashara wanasafiri naye. Safari ikaanza. Kwa sababu Yona ana neema, meli, bahari ikachafuka, meli ikapata msukasuko, wafanya biashara wakatupa shehena yao. Watu hawa ukisoma hapo walikuwa wanamcha Mungu, wakaanza kuomba wakati wameshatupa shehena. Wakaanza kuomba tayari wamepata hasara. Wanamwambia Mungu, tunaomba. Nani kasababisha haya? Mungu akamwambia kuna jamaa kajichimbia kule chini. Wakaenda wakamkuta Yona bonge la hasara, anakoroma. Piga teke, we nani? Mimi ni Yona nabii. Unaenda wapi? Unatoka wapi? Unaelekea wapi? Akawaeleza. Wakati anawaeleza, wakagundua hana neema. Hela yake wameshachukua, hana neema. Yona akawaambia, safari ya mwendi, nikamateni mimi mnitupe kwenye maji. Wale jamaa wakajaribu kumsaidia Yona kwa kupiga makasia. Biblia inasema bahari ikazidi kuchafuka. Angalia pale, wakamuomba Mungu. Wakamwambia, Baba, malizana naye hasara yako hii. Wakambeba nabii Yona, wakatupa ndani ya maji, akamezwa na samaki nyangumi. Angalia, Yona sura ya 1 mstari wa 16 ndio wanatoa sadaka ya udhamini. Wamepata hasara, wakagundua hawakuanza na Mungu, ili safari iendelee, wakatoa sadaka. Baba, mama, angalia, usije kaa umebeba mtu hasara. Umemwajiri mfanyakazi, kumbe hasara. Ili usipate hasara, waweke chini ya udhamini wa mdhamini. Yeye huondoa hasara na kuleta faida mahali ambapo hapana faida. Unapotoa sadaka ya udhamini, tumia imani. Unapomwombea mtu wako sahihi, tumia imani. Na kipaumbele cha 5, wekeza eneo sahihi. Kitaka ufanikiwe, usiwekeze kila eneo. Wekeza eneo sahihi ili upate matokeo sahihi. Kipaumbele cha 5 ni kipaumbele cha eneo. Kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa 1 hadi wa 22. Isaka aliwaza kwenda kuwekeza Misri. Bwana akamwambia, usiende Misri, bali nenda Gerari, kaa Gerari. Si kila eneo ni la kuwekeza, si kila eneo ni la kufanya huduma, si kila eneo ni la kwenda. Kuna maeneo mengine yamefungwa, ukienda utaliwa na ulivyovipeleka huko. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye eneo, weka agano la mdhamini. Kila kiji, kila mji, kila kijiji kina watu wavivu. Unaweza ukawa na mtaji, lakini ukakutana na wapumbavu, wakanusa mtaji wako, wakaura ukaisha. Mwanzo 26 narudia pale pale. Mungu anamwambia usiende Misri, baki Gerari. Kwa kama hela yako iko Gerari, ukaifuata Misri, waliwa. Kama biashara yako iko hapa, baraka zako ziko hapa, ukizifuata mahali pengine huzipati mpaka utakaporudi hapa. Jioni ya leo tunakwenda kuombea vipaumbele vyako. Nimekufundisha mambo ya msingi sana. Unaweza ukaliona kama la kawaida, lakini kwa mtu ambaye sio wa kawaida, kwake somo hili litamvusha. Tunapohitimisha ibada hii, kuanzia sasa, kila mmoja aelewe namna ya kuomba. Umepoteza nini my friend? Usipotumia hii nafasi vizuri, wapotea.
tushike sadaka zetu. Tunatoa sadaka zetu za udhamini kwenye vipaumbele vyetu. Inua mikono yako, sema Yesu, unaweza kutenda, unaweza kufanya. Bwana, siku ya leo ninakuita Baba, kwa uweza wako, kwa nguvu zako. Leo ninaita agano lako la damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu. Leo naikiri iwe ni damu ya udhamini, wa udhamini. Kuanzia leo Bwana unidhamini kwenye maisha yangu. Bwana unidhamini katika kile nikifanyacho, kwa jina la Yesu. Kila mtu anza kuomba, mwambie Bwana nidhamini. Bwana dhamini maisha yako, Bwana dhamini maisha yako. Omba my friend, pata sauti sasa kwenye vipaumbele vyako. Yakatakarabako, yakatakarabako. Pata sauti yako, inua mikono yako, mwambie Bwana, siku ya jua haya leo nimesimama mbele yako, nami nainua jina langu, nainua maisha yangu. Naomba unidhamini, dhamini Baba. Kila mtu aombe. Tupo kwenye madhabahu, inua mikono yako. Hii ni saa yako. Bwana awe mdhamini kwenye vipaumbele vyako. Bwana awe mdhamini kwenye biashara yako. Bwana awe mdhamini kwa kile ufanyacho, kwa jina la Yesu. Inua mikono yako. Iko neema, iko neema, iko neema. Tamka sasa, tamka Yesu Kristo, tamka Yesu Kristo awe mdhamini wako, awe mdhamini wako. Rikatakarama, riendarabakarabako, yandarabakasakaraba, rabakatakarama, ondarabakorabako. Baba, tunafungua mlango la baraka, lango la heshima, lango la udhamini. Bwana kamdhamini, dhamini huyo dada, dhamini huyo mama. Pata sauti yako kwa jina la Yesu. Ombea vipaumbele vyako, ambie Bwana, katika hili naomba nidhamini, katika hili uwe mchungaji wangu, katika hili naomba unitetee kwa damu ya Yesu Kristo. Inua mikono yako. Ombarabakasa, rabakatakarama, yandarabakasaka, yakatakaramako, yandarabakoraba. Ukinyamaza wafa. Paza sauti yako, acha mazoea mabaya. Mwambie Yesu, naomba nidhamini kwenye eneo langu. Eneo lako litaje, eneo la biashara. Bwana kae mdhamini kwenye ofisi yako. Bwana kae mdhamini. Yakatakarabako, yandarabakoraba. Ajizania amesimama, angalia asianguke. Paza sauti yako, paza sauti yako. Orabakasakarabako. Naita Bwana, agano lako liwe kwa watu hawa. Kila kilichowazuia leo kinaondoka. Toka mazuio. Inua vipaumbele vyako. Bwana akavibarikie. Bwana akufungulie mlango. Bwana akufungulie mlango. Leo ninaita nuru, nuru ya Bwana iwe kwako. Nuru ya Bwana iwe kwenye mikono yako. Yakatakarabako, yakatakarabako. Tunaachilia Bwana kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako. Rikatakarama, rikatakarama, rikatakarama. Inulie Bwana mikono, awe mdhamini wako kwenye familia, kwenye biashara, kwenye kazi yako. Kipaumbele chako kilichoferi leo tunainua. Bwana akupea kiri, Bwana akupea kiri, Bwana akupea kiri. Rakatakarama, orabakatakarama, orabakatakasa, orabakasakaraba, orabakasakaraba, orabakasakaraba. Asamini kazi yako, asamini biashara yako, asamini ofisi yako. Inua mikono yako. Rikatakasakaraba. Kila ulifanyalo leo Baba kuinulie watu sahihi. Pokea mlango uliofunguliwa, pokea mlango wa baraka. Orabakasakaraba, yakatakasakaraba, yakatakasakaraba, orabakatakaraba, orabakatakaraba, yandarabakatakaraba, yandarabasandaraba, orabakosakaraba. Inua sadaka yako, inua sadaka yako, inua sadaka yako. Ambie Baba, uwe mdhamini wangu mwaka 2026. Bwana ukanidhamini kila sekta nayoendea. Bwana ukanidhamini. Inua mikono yako, inua mikono yako. Paza sauti yako. Rakatakaramako, yakatakasakaraba,
sakaraba, orabako sakaraba, rianda rabako saira, rianda rabaka saira, orabaka sakaraba. Baba mtakatifu, sadaka zimeinuliwa, maombi yameinuliwa. Baba, watoto wako hawa na wainua Baba, na weka chini ya udhamini wako, udhamini wa kiagano, udhamini wako Yesu Kristo. Wawe ni wakwako, wawe ni wakwako. Hawa ni wafanya kazi pamoja na wewe, wafanya biashara pamoja na wewe. Fanya kazi na Bwana, nakupa kibali kila utakapokwenda. Fanya kazi na Bwana, Bwana kuonekanie, Bwana kupe kibali kwa jina la Yesu. Orabaka sakaraba. Neema yako Baba na iachilia juu ya watu hawa, wanapoachilia sadaka zao, wanapoachilia maombi yao. Bwana wafungulie mlango, Bwana ukawaonekanie, ni katika jina la Yesu. Mungu aliye hai, kila mmoja sasa anza kutoa sadaka yako, toa sadaka yako, toa sadaka yako, toa sadaka yako, toa sadaka yako. Mungu apokee sadaka yako, Mungu atakabali sadaka zako, Mungu akujalia haja ya moyo wako. Likataka rabako, yakataka sakaraba, rambaka sakaraba, orabako sakaraba, yakataka sakaraba, orabako sakaraba, orabaka sakaraba, orabaka sakaraba, orabaka sakaraba, rimbo toko sakaraba, yakataka sakaraba. Iachie sadaka, iachie sadaka, iachie sadaka, iachie kwa maombi, iachie kwa tamko, iachie kwa tamko, iachie kwa tamko. Ninajua, najua, iachie kwa tamko, inajua chaga. Rikataka sakaraba, rikataka sakaraba, rakataka sakaraba, orabako sakarabako, riakataka sakaramako, riakashakaramako, rikataka sakaramako, rikataka sakarabako. Baba, fungua njia Baba, wape watoto wako, wape kuinuka, wape kupenya, wape kuvuka, wape kushinda, wape kuvuka, wape kushinda, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Inulie Bwana Mungu mikono, achilia sadaka yako, achilia sadaka yako, achilia sadaka yako, achilia sadaka yako, achilia sadaka yako. Yesu yuko hapa, Yesu akuguse leo, Yesu aye mdhamini wako, Yesu akutetee ngazi yoyote unayopitia, wanaonekane kwako katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Orabaka sakaramako, rakataka sakarabako, orabaka sakaramako, kwa jina la Yesu. Kila mmoja mpe Bwana